Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Andegunyu. Limekuja nyumbani kwako kukuambia kuhusu vema ya matendo makuu ya Mungu. Amekupa kila kitu. Mamlaka yote amekupatia. Amekupa utawala. Amekufanya uwe na mamlaka yote, kwa kuwa hata mtumwa wa mfalme naye ni mfalme kwa jina lake, kwa kuwa huyatenda yaliyo ya kifalme. Hata mtumwa wa mtawala kwa jina lake naye ni mtawala, kwa kuwa huyatenda yaliyo ya kitawala. Hata msaidizi wa mfalme naye ni mfalme, kwa kuwa huyatenda yaliyo ya kifalme. Hata mtumwa wa mtawala naye ni mtawala, kwa kuwa huyatenda yaliyo ya kitawala. Na hicho ndicho Mungu alichokupatia, kwa kukufanya wewe kuwa wa sura na mfano wake, kwa kukufanya wewe kuwa msaidizi wa ufalme wake. Ndio amekupatia au amekufanya msaidizi wa ufalme wake. Amekufanya, amekuumba kwa sura na mfano wake, ikimaanisha umekuwa msaidizi unayefaa katika ufalme wake. Na hicho tu ndicho alichokupatia wewe, na kisha kuitwa jina la utumishi wako, kuitwa jina la utumwa wako, kuitwa jina la utume wako, kwa kufanya popote pale ulipo, jina unaloitwa, jinsi ulivyo, kwa taaluma yako, kwa familia yako, kwa kabila lako, kwa kila unachokifanya, ndiyo jina la utumishi wako, ndiyo jina la utume wako, ndiyo jina la utumwa wako, ndiyo jina la usaidizi wako, kimaanisha ndiyo sura ya kufanana na Mungu aliyekuumba, ndiyo sura ya kufanana na mtawala aliyekufanya. Kwa matendo yote ukawa unayatenda, umekuwa unayatenda yaliyo ya kitawala kwa jina hilo la utumwa ulilo nalo. Umekuwa ukiyatenda yaliyo ya kifalme kwa jina hilo la utumwa ulilo nalo, kwa jina hilo la utume au utumishi ulilo nalo. Mwanamke au mwanamume, mtu au mwanadamu, mtoto au mkubwa, daktari au mkulima, askari au mhasibu, mhandisi au wewe, popote pale ulipo, kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo na kufanya, kwa kuwa unayatenda yaliyo ya kifalme katika jina hilo la utumwa, katika jina hilo la utume, katika jina hilo la usaidizi, basi jina hilo la usaidizi ndiyo utawala, kwa kuwa unatenda yaliyo ya kitawala kwa jina hilo. Popote ulipo, pasipo kujalisha ni wapi, kwa jina lako, kwa jinsi yako hiyo hiyo, hapo ulipo wewe ndiye mtawala kwa jina lako hilo, kwa jinsi hiyo ulivyo, kwa kuwa hapo ulipo unayatenda yaliyo ya kitawala, unayatenda yaliyo ya kifalme, unayatenda yaliyo ya ufalme wa Mungu. Imekuwa tendo kuu la Mungu ni kwamba akikupa, amekupa chochote anachokupatia, huwa amekupatia ni cha kwako milele.
ikiwa na maana anachokupatia Mungu huwa hakichukui. Chochote Mungu alichokupatia huwa hakichukui. Chochote ambacho Mungu amekupatia huwa hakichukui wala kukiingilia, kwa kuwa alichokupatia hukifanya kuwa cha kwako, kwa kuwa alichokupatia Mungu ndio wewe. Alichokupatia Mungu ndio wewe. Alichokupatia Mungu huwa hachukui, kwa kuwa anachokupatia Mungu ni cha kwako wewe, na wala Mungu hakiingilii, kwa kuwa yeye hubaki kuwa yeye Mungu, na wewe kubaki kuwa wewe. Yeye kubaki kuwa yeye Mungu kwa jina lake, na wewe kubaki kuwa wewe kwa jina lako. Mungu kubaki kuwa mtawala kwa jina lake na kwa jinsi yake. Wewe hapo kubaki kuwa mtawala kwa jinsi yako na kwa jina lako, pasipo kukuingilia, kwa kuwa hawezi kuacha utawala wake na kuja kukaa katika utawala wako, kwa kuwa utawala wako ni utumishi au ni usaidizi katika utawala wake, kwa kuwa utawala wako kwa jina lako ndio usaidizi au utumishi katika utawala wake, kufanya kamwe asitoke katika utawala wake na kuja kuketi katika utawala wako. Asitoke katika utawala wake na kuja kuuchunguza au kukaa katika utawala wako, bali daima amebaki katika utawala wake, nawe kubaki katika utawala wako aliyokupatia milele, kwani utawala wako kwa jina lako ndio usaidizi au utumishi ndani ya utawala wake, na kufanya kubaki tendo kuu la Mungu. Matendo ya Mungu ni kwamba chochote anachokupa amekupa milele. Chochote anachokupatia amekupatia milele yote. Chochote anachokupatia ni cha kwako wewe, na una mamlaka nacho wewe, kiwa na maana chochote anachokupatia ni cha mamlaka yako. Bila shaka amekufanya mtu, nawe umekuwa na mamlaka yako ya mtu kwa jina la kuonekana kwako, kwa jinsi yako na kwa jina lake, na yeye akabaki kuwa Mungu kwa jina na kwa jinsi yake pale pale alipo, pasipo kukuingilia wala kuyaingilia mamlaka yako wewe Mungu, wewe mtu, isipokuwa kukusaidia kwa yeye kuwa Mungu, kukusaidia kwa yeye kuwa Mungu kwa mamlaka yake. Amekupa kuwa na mamlaka ya mtu mume, amekufanya mtu mume, ikimaanisha mamlaka yako ni ya mtu mume. Amekupa kuwa mtu mke, ikimaanisha mamlaka yako ni ya mtu mke. Amekufanya kuwa mwanamume, ikimaanisha mamlaka yako wewe ni ya mwanamume. Amekufanya wewe kuwa mwanamke, ikimaanisha mamlaka yako wewe ni mwanamke, na yeye kubaki katika mamlaka yake daima, pasipo kukuingilia na chochote, isipokuwa kukusaidia kwa uwepo
wa mamlaka yake, pasipobadilisha chochote isipokuwa kukusaidia kwenye hicho chochote ulicho nacho, kwani daima akikupatia amekupatia. Ndio naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu vema ya matendo makuu ya Mungu, kwa kuwa ndivyo ilivyo kwako, kwa kuwa wewe ni mmoja wa matendo ya Mungu, na ufanyacho unafanya yaliyo matendo ya Mungu, kwamba wewe ni mwanamume, wewe ni mwanamke, wewe ni mtoto, wewe ni mzazi, wewe ni mkulima, wewe uko hapo kwa jina la kuitwa kwako na kufanya mwanamume. Umemfanya mwanamke kutoka katika nyama na mfupa wako. Pia mwanamke, umemfanya mwanamume kutoka katika nyama na mfupa wako. Wewe mzazi, umemfanya mtoto wako kutoka katika mfupa na nyama yako. Wewe mtoto, umemfanya mzazi kutoka katika mfupa na nyama yako. Wewe mke, umemfanya mume kutoka katika mifupa na nyama yako. Wewe mume, umemfanya mke kutoka katika mifupa na nyama yako, kwa kuwa mke hajatokana na wazazi, bali mke ametokana na mume. Pia mume hajatokana na wazazi, ila mume ametokana na mke. Pia mzazi hajatokana na wazazi, ila mzazi ametokana na watoto. Watoto hawajatokana na watoto, ila watoto wametokana na wazazi. Na imekuwa ukimwona yoyote popote pale alipo kwa jina lake, tambua ndicho kile umempa, ndicho kile umemfanya. Ndio, ukimwona mtoto wako, wewe mzazi, tambua ndicho kile umempatia mtoto wako. Ukimwona mzazi wako, tambua kwa jinsi vile alivyo, kwa jina lake, kwa mwonekano wowote ule, ndicho kile umempa. Ukimwona mume wako, ukimwona mke wako, ndicho kile umempatia. Ukiona wanyama kwa jinsi yake, ukiona mimea kwa jinsi yake, ukiona chochote kwa jinsi yake, tambua ndicho ulichokipatia, ndicho ulichokifanya. Na ukimpatia, umempatia milele. Ukikifanya, umekifanya milele. Ukimfanya mzazi wako, amekuwa ni mzazi milele. Ukimfanya mtoto wako, amekuwa ni mtoto milele. Akiwa ni mke wako, amekuwa ni mke wako milele. Akiwa ni mtoto wako, amekuwa ni mtoto wako milele. Kwa kuwa hata akiwa na watoto, bado ni mtoto wako. Hata akiwa na wijukuu, bado ni mtoto wako. Hata akiwa na watoto kadhaa, bado ni mke wako. Hata akiwa na watoto, bado ni mume wako. Hata akiwa na wijukuu akiitwa bibi, bado ni mke wako. Hata akiwa na wijukuu akiitwa babu, bado ni mume wako. Kwa kuwa ukisha mpatia, ukisha mfanya, umemfanya milele. Ameshakuwa milele, kwa kuwa ni matendo ya Mungu, ni tendo la kiungu lisilofutika. Na ukisha mfanya, kamwe haingiliwi.
ukishamfanya mke, wanamke wake hauingiliwi hata ufanye nini, kwa kuwa hauwezi kuuacha wanamume wako na kumwingilia mamlaka ya mwanamke. Huwezi kuuacha ubaba wako na ukaingilia mamlaka ya mtoto wako. Huwezi kuuacha utoto wako na ukaingilia mamlaka ya baba yako. Huwezi kuuacha hapo ulipo na ukaingilia mamlaka ya chochote kile kwa kukipatia kwako, bali kuwa msaidizi kwa uwepo wako popote ulipo, kwa uwepo wako, kwa kutenda ukiwa baba, kwa kutenda ukiwa mume, kwa kutenda ukiwa mke, kwa kutenda ukiwa hapo ulipo, kwa jina husika la kuwepo kwako popote ulipo. Baba hauwezi kumwelekeza mtoto wako afanye nini cha utoto wake, kwa sababu tu na wewe ni mtoto kwa baba yako, kwani utoto umeshampatia mtoto wako. Utoto huo umeshampatia mtoto wako, na wewe hauna mamlaka ya kuingilia kilicho cha mtoto wako, isipokuwa usaidizi kwa hicho unachokifanya kama mzazi, unachokifanya ukiwa mzazi, kwa kuwa unachokifanya kama mzazi kwa mtoto wako, hicho ndicho ulichopewa na wazazi wako, nawe kuonekana umefanya kama mtoto kwa wazazi wako. Umefanya ukiwa mtoto kwa wazazi wako, lakini hicho hicho unakuwa umefanya ukiwa mzazi kwa watoto wako. Huwezi ingilia mamlaka ya mwanamke afanye nini, kwa kuwa umeshampatia yeye kuwa mwanamke, na wewe ukabaki katika mamlaka yako ya mwanamume, na hauwezi kutoka katika mamlaka yako ya kiume. Wala wewe mwanamke huwezi mwambia mwanamume afanye nini katika mamlaka yake, kwa kuwa umeshampatia, na ukimpatia, ukishamfanya, umemfanya katika mamlaka yanayojitegemea, na wewe kubaki ukiwa msaidizi kwa kuwepo katika mamlaka yako, kwa kuwa mamlaka hayaachiliwi hata nusu sekunde. Mamlaka hayawi wazi hata sekunde moja ukatoka ukasema unaenda kumfundisha mume wako, unaenda kumfundisha mke wako jinsi ya kuwa mke, unaenda kumfundisha mume wako jinsi ya kuwa mume, bali kumsaidia kuwa mume kwa wewe kuwa mke, kumsaidia kuwa mke kwa wewe kuwa mume, kumsaidia kuwa mtoto kwa wewe kuwa mzazi, kumsaidia kuwa mzazi kwa wewe kuwa mtoto, kwa kila jambo unalolifanya, na kufanya matendo makuu ya Mungu. Vema ya matendo makuu ya Mungu, ikiwa na maana usaidizi wa matendo makuu ya Mungu ni kukufanya wewe uwepo. Usaidizi wa matendo makuu ya Mungu ni uwepo wako. Usaidizi wa matendo makuu ya Mungu ni uwepo, ikimaanisha uwepo wako popote pale ulipo. Uwepo wako popote ulipo ni vema au usaidizi wa matendo ya Mungu kwa jina lake, kwa kuwa
wewe ni wa matendo ya Mungu na ufanyacho yaliyo ya matendo ya Mungu, basi chochote popote pale kipo kwa vema au usaidizi wa matendo yako popote pale ulipo, usaidizi wa uwepo wako wa kila jambo unalolitenda popote pale ulipo. Utajiri wa yule ni matendo yako, afya ya yule ni matendo yako, waskari wa yule ni matendo yako. Chochote unachokiona ni matendo yako kwa kuwepo kwako popote pale ulipo, kwa kuwa wewe ndiye matendo ya Mungu. Wewe ndiye uliye vema ya matendo ya Mungu. Naongea na wewe popote pale ulipo kwamba vema au usaidizi wa matendo ya Mungu ni uwepo wa chochote, ni uwepo wako hapo ulipo, kimaanisha upo kwa usaidizi wa matendo ya Mungu, ikimaanisha upo kwa usaidizi wa uwepo wa Mungu, upo kwa usaidizi wa uwepo wa Mungu. Upo mwanamume kwa usaidizi wa uwepo wa mwanamke, kwa usaidizi wa uwepo wa chochote popote pale kilipo. Upo mwanamume kwa usaidizi wa uwepo wa mwanamke. Upo mwanamke kwa usaidizi wa uwepo wa mwanamume. Upo mzazi kwa usaidizi wa uwepo au vema ya uwepo au vema ya matendo ya watoto wako, vema ya matendo ya watoto. Upo mtoto kwa usaidizi wa uwepo wa vema, usaidizi wa uwepo wa wazazi wako, pasipo kujalisha uko wapi, na chochote kipo popote pale kwa usaidizi wa uwepo wako popote pale ulipo, pasipo kujalisha ni mtoto, ni mzazi, ni mwanamke, ni mwanamume, uko wapi, kabila gani, ukoo gani, dini ipi, taifa lipi, dhehebu lipi, familia ipi, bali popote pale ulipo, popote pale ulipo, kwa usaidizi wa uwepo wako imefanya uwepo wa chochote popote pale kilipo kwa kukitazama kwako. Imefanya uwepo wa chochote popote pale kilipo kwa kukitazama kwako, pasipo kujalisha ni jinsi gani kinaonekana, ni jinsi gani kinaonekana kwa jina lake na mwonekano wake na jinsi yake. Ndio maana hata hapo popote ulipo upo kwa ile vema ya matendo ya Mungu. Mungu yupo hapo ulipo. Matendo ya Mungu yapo hapo ulipo kukusaidia ili wewe uwepo, ili wewe uendelee kuwepo. Mungu yupo pamoja nawe. Usaidizi wa Mungu upo hapo. Vema iko hapo, tena vema ikufaayo, vema ya kufanana na wewe, vema ya kufanana na wewe mgonjwa ni uponyaji, vema ya kufanana na wewe maskini ni utajiri, vema ya kufanana na wewe kwenye biashara hiyo ulionayo ni kuwa na wateja, vema ya hicho ulichokaa nacho ni kuwa na faida. Na hata sasa pumzisho la Mungu, vema ya matendo ya Mungu iko pamoja nawe. Basi pokea
Pokea vema ya matendo ya Mungu. Pokea pumzisho hili, kwa kuwa pumzisho hili ndiyo vema ya matendo ya Mungu hapo ulipo, kwa kuwa imekufuata hapo ulipo, kwani wewe ndiye uliye vema au msaidizi ya matendo ya Mungu. Pokea na iwe kwako.